Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nina kero zangu mbili ambazo zinanisumbua. Kero ya kwanza ni kwamba mwaka 1997 niliomba kustaafu. Nilipostaafu nikanunua kaploti kangu katika kijiji cha Ndatu, kata ya Poli. Mwaka mwezi Disemba nimefika kwenye eneo langu, nikakuta kuna mtajiri mmoja ambaye amejenga mawe kwenye kijito ambacho kinatoka Karam kuelekea Mto Mbembe. Amejenga hapo mawe, akaelekeza maji yote kwenye eneo langu la shamba la kiploti. Nikaondoka nikaenda kwa mwenyekiti wa kijiji na diwani wa kata. Nikamweleza tatizo. Tukaondoka mimi na diwani wa kata na mwenyekiti mwenyekiti wa kitongoji ambaye ndio mwenyekiti wa kamati ya mazingira. Tukafika pale, mwenyekiti wa kijiji akaagiza kwa barua, akamwandikia huyo bwana kwamba aondoe hayo mawe kwa sababu yamejengwa kwenye kijito na kuelekezwa kwenye shamba langu, na shamba langu limeshamonyoka mpaka miti imeanguka. Baada ya hapo huyo bwana hakutii. Mwenyekiti akamwagiza mtendaji wa kijiji kwamba aende ashughulikie hilo swala. Baada ya mwenyekiti kumwagiza, akaniita mimi na kamati yake ya mazingira. Tukafika kwenye eneo la tukio. Hakuna kilichofanyika. Badala yake ananiambia kwamba yule aliyejenga kwenye kijito cha serikali nimpeleke yeye mahakamani kwa sababu hakujenga kwenye eneo langu. Basi nikaona hii na maana hakuna ushirikiano. Ndio nikaenda nikamwandikia barua mtendaji wa kata ili aweze kunisaidia. Mtendaji wa kata ananipiga danadana, hanisaidii, shamba langu linazidi kumomonyoka. Naomba msaada wako ndugu Waziri Mkuu. Haya, nimekupata. Sasa umeshamuona mkuu wa wilaya ama mkurugenzi? Hapana. Bado. Hebu onana na mkuu wa wilaya pale. Yuko nenda upande huku. Tukishamaliza ziara atalimaliza tu hilo. Sasa ameshakuja mkuu wa wilaya hapo. Malizia hii moja kwanza hii. Malizia hiyo moja hapo. Andikisha ili tukishamaliza ziara atakuja kuone. Mheshimiwa Waziri Mkuu, shikamoo. Nashukuru kwa kupata nafasi ya kuzungumza na wewe. Kwa majina naitwa Zakayo Magubiko. Kazi yangu mimi ni mpishi. Nijifunza kutoka VETA. Mimi nilikuwa nafanya kazi katika kampuni inaitwa Itika Camp, iko Serengeti. Mwajiri yuko hapa. Tulishamalizana katika masuala ya kazi kimkataba, lakini baadaye nikaomba barua za kufungua mafao NSSF. Nimekwenda pale NSSF, wakanipa maelekezo, nikarudi kwa mwajiri, nikachukua document, nimezambatanisha hizi hapa. Nimekwenda nimefungua kwa sababu NSSF siku hizi wana mfumo wa kidigitali unaitwa NSSF portal. Nilivyo claim, message ikaja kwangu, dai limepokelewa. Yule mwajiri amepata taarifa kwamba mimi nishafungua madai. Kwa hiyo anachotakiwa kufanya kuverify kwamba nilikuwa mfanyakazi wake na sasa hivi sio mfanyakazi wake, nilipwe. Nimekuwa nikifuatilia mara kwa mara nikimuomba, hataki kufanya hivyo. Yuko wapi? Yuko Ngaramtoni. Nilidhani yuko hapa mkutanoni. Hayupo hapa. Kampuni yetu Itika Camp, Wilderness Camp. Nimemwambia mimi nitatafuta haki, nitaenda kwenye sheria. Wakanitumia message nazo kwenye simu hapa kwamba nenda hapo popote utubabaishe. Baadaye nawapigia, wanaambia ongea na lawyer wetu. Sasa haya, sasa wakuwababaisha ameshakuja kesho asubuhi na mapema waje kwa mkuu wa wilaya wa Arusha mjini pale. Yuko wapi? Wewe huko kule. Wewe unakaa wapi? Mimi naishi Arusha Ulboru hapa. Basi kesho asubuhi wewe, mkuu wa wilaya ya Arusha mjini yuko wapi? Hebu onana na mkuu wa wilaya ya Arusha mjini. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, waitisha hawa watu kesho waje ofisini kwako. Watajie saa, wasipofika tuma kikosi chako cha kupambana na
na wahalifu wakakamatwa, waletwa wakiwa wamekamatwa. Hao watu wanaozurumu wanaoneonea wenzao alafu wana. Waziri Mkuu, shikamoo. Kwa hiyo kesho sikiliza hilo, wa verify ukiwa nao hapo hapo. Hizi roho zingine roho mbaya tu. Sasa kuverify tu kuna shida gani na mtu alifanya kazi hapo? Mbona hatuigi wenzetu ukimaliza kazi pale wanaandika na sentensi ya mwisho kwamba wanakutakia kila laheri kwenye majukumu yako mapya? Waziri Mkuu, shikamoo. Mimi naitwa Agustino Aniset Shayo. Natokea Maji ya Chai. Nina kiwanda kidogo cha tofali. Shida yangu mimi ni mtaji. Nimejaribu kutafuta zile pesa za Samia, wamesema paka kikundi. Nimezunguka kwenye mabenki, wanasema paka uwe na mzunguko. Mheshimiwa, mimi sina mzunguko, nina kiwanda. Nimewaambia nina kiwanda kiko hapo, lakini sina mzunguko wa mtaji. Haya, ni kiasi gani? Mheshimiwa, mimi nikipata milioni 10 inanitosha. Haya, tuko na NMB wako wapi? CRDB? Tuna benki gani hapa? Azania? Njoo bwana, huyu namdhamini mimi. Huyu namdhamini. Haya, onana na Azania. Muende mkaone hicho kiwanda chake. Alafu mpatieni afanye kazi. Haya. Mama yetu, mkuu wa wilaya. Mimi nina shida sana. Kuna mtu amenirusha shamba langu. Niliuziwa na ndugu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, unafanya sana kazi, inaonekana wamekushiba kweli kweli. Mheshimiwa mkuu wa wilaya yuko wapi? Aisee, hongera sana. Mama hajamuona mkuu wa mkoa wala mwenyekiti wa chama wala mgeni rasmi, anasema mkuu wa wilaya. Hongera sana. Hiyo ni jinsi ambavyo una interact nao. Safi sana. Haya, endelea mama. Waziri Mkuu, mimi nimerusha shamba langu na mtu ambayo hilo shamba niliuziwa na ndugu yake. Nilipofika shambani sasa, nimelima miaka na miaka. Siku moja akaja huko shambani, akaniambia una shamba hapa. Mimi nimeshaenda mahakamani, nimeshinda kesi, kwa hiyo una shamba hapa. Mimi nikarudi nyumbani. Nikienda kila mahali, yuko na yale makaratasi sijui aliyapata wapi. Anasema mimi shamba ni la kwangu. Wakati hajaniuzia, ni ndugu yake aliniuzia. We nani, nyaraka za mauziano unazo? Mimi bwanangu ndo alinunua na amekuwa marehemu, lakini lile shamba bwana alipofariki nimelitumia sana. Ndo akaja kunifanyia ila kuniambia kwamba shamba yule ndugu yake alikuwa na shamba ni la kwake. Wakati yule ndugu yake yupo na anakubali hata nikimuita hapa. Haya. Mko wilaya ya Rumeru? Ndio. Haya, njoo pembeni huku, ataitishwa huyo ndugu aliyekuuzia. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, muitishe yule ndugu aliyemuuzia aje akiri hiyo. Yule aliyeuza kwa kuwa yupo na anasema anakiri alimuuzia. Kama limeshapitia taratibu za kisheria, tutumie njia hiyo ya kisheria.